Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ametangaza kuwa mataifa wanachama wa muungano huo tayari yameahidi zaidi ya euro bilioni 20 kama msaada wa kiusalama kwa Ukraine kwa mwaka 2025. Hatua hii ni sehemu ya juhudi endelevu za NATO katika kusaidia Kiev kujihami dhidi ya uvamizi wa Urusi unaoendelea. Katika hotuba yake, Rutte alisisitiza kuwa msaada huo utahusisha silaha za kisasa, mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine pamoja na vifaa vya ulinzi kama mifumo ya ulinzi wa anga na zana nyingine muhimu kwa vita. Pia alieleza kuwa NATO inaendelea kuimarisha ushirikiano wake na Ukraine ili kuhakikisha kuwa nchi hiyo inapata msaada unaohitajika kwa muda mrefu. Hatua hii imekuja wakati ambapo baadhi ya mataifa ya Magharibi yanakabiliwa na changamoto za kisiasa na kiuchumi, huku mijadala ikiendelea kuhusu namna bora ya kuendeleza msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Hata hivyo, viongozi wa NATO wameonyesha mshikamano wao katika juhudi za kuisaidia Kiev kupambana na vikosi vya Urusi. Zaidi ya hayo, ahadi hii mpya ya msaada wa kiusalama inatarajiwa kuongeza ulinzi wa Ukraine na kuimarisha uwezo wake wa kujibu mashambulizi ya Urusi. NATO imeeleza kuwa itaendelea kushirikiana na Ukraine kwa karibu, huku ikiweka mkazo katika kuimarisha ulinzi eneo lote la Ulaya Mashariki dhidi ya vitisho vyovyote vya Urusi. Msaada huu ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa NATO na kuhakikisha kuwa Ukraine inaendelea kuwa na uwezo wa kujilinda, huku viongozi wa muungano huo wakisisitiza kuwa hawataruhusu ushawishi wa Urusi kudhoofisha uthabiti wa Ulaya. Hii ni ripoti ya Media Express. Mimi ni Hassan Maglumali.